Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Kwa sasa hivi tunaenda kutazama zile zilizobamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini kile ambacho kinaandikwa, nini ambacho kinazungumzwa. Ali Bakari yuko hapa kuweza kuzungumza nasi kwenye taarifa zote ambazo zinaonekana kuendelea kuzungumzwa zaidi mitandaoni. Ali Bakari, karibu sana. Wewe ni mwanangu sana, na wakati huu tunakuandaa umerudia tabia yako, umeshika simu yako mkononi. Si ndio zilizobamba ziko mle? Zilizobamba ziko mle. Alafu nisome kibubububu. Wakati ile simu nyingine ulikuwa uweke. Nilikuwa nashika. Kuweke. Tafadhali bwana. Simu inawaka yenyewe na kujizima. Lakini nimeficha hivi, nimeweka hivi. Isionekane huko. Geuza hivi. Deke hivi. Tena? Hivi. Tena? Hivyo, kwa sababu mtazamaji atakuwa anakuona hivi. Karibu sana Ali. Asante sana Edward Mangasole. Mambo naenda? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nimefurahi pia kuungana na Ayubu Hinjo, lakini Andrew Kinga Mkono. Yes, unafikiri leo hii kutakuwepo na posti kweli kutoka Simba au kwa Ahmed? Lazima. Ahmed. Anazungumza vile. Ataachaje? Nikisema kwamba yupo kimya leo hii hajaandika chochote itakuwa ni jambo la ajabu. Ahmed, vitu vile ambavyo ukipasua kichwa chake, ujue kuna mtu ukipasua kichwa chake, muda mwingi anawaza taarifa za mitandaoni, anawaza kulima mpunga. Kuna baadhi ya watu ukipasua kichwa chake. Kuna wengine kimpasua kichwa chake anawaza Maniu, anawaza na kusema timu vibaya. Kwa hiyo Ahmed anachokiwaza ni Simba na mitandao. Na mitandao mara nyingi. Sawa, ni kweli itakuwa ni ajabu kuona kwamba Ahmed atakuwa ipo kimya leo na wakati Simba Sports imeshinda magoli 3. Twende moja kwa moja. Sasa tunaanza kwanza na ndugu yetu huyo. Tumeanza naye mbali kidogo. Kelele kuhusiana na kocha Romain Folz zilianza muda mrefu. Sawa. Na kuna nyakati tetesi zilikuwa kali zaidi, ikionekana kwamba kama vile Yanga tayari walishampa mkono wa kwaheri. Lakini wakati kelele zinapigwa kweli kweli mitandaoni, Ali Kamwe alikuja akasema kocha wa mwaka wa mbele. Na unaona hapa hata comments hapa kuna watu walikuwa wanacheka kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Sawa bwana. Tukatoka hapo tukaenda katika posti nyingine huyo Kamwe kuhusiana na kocha Romain Folz. Tuone posti nyingine na kwenye kulikuwa. Wakati wanajiandaa kwenda Malawi, akaweka posti akasema vile tunaondoka Malawi na boli la kutosha mguuni. Akimposti kocha huyo Romain Folz. Kocha wa mwaka wa mbele. Mwenzake akaja kucomment hapo, kocha wa mwaka wa mbele approved by FIFA committee. Ambayo Hersi kule ambaye yupo pia. Lakini kuna watu wengine wakaja wakacomment hapo. Nasema mnatupima eti. So unamposti ili uone reaction zetu, si ndio? Haya, hatumtaki. Comment hiyo ni mashabiki hao. Washabiki kama wiki moja iliyopita. Lakini mwingine akasema hakuna mtu amenitoa mood kama huyu kocha aisee. Anapira baya mno. Tumshukuru Diara tu, ila tulikuwa tunakaa mechi nyingi mno. Ni vile Diara kaiokoa Yanga na heko ziende kwa kocha wa makipa. Sio Folz. Kwenye posti hiyo hapo huyo Kamwe. Sasa tumalizie baada ya kumnyoa akaandika anasema taarifa imetoka. Kocha wa mwaka wa mbele. Kocha wa mwaka wa mbele. Mpenda Mpenja alipokuja hapo. Mpenja akaja. Of course hii ilichekesha sana Mpenja, Pascal Kabombe. Lakini huyu official Boneka, huyu ni Hamadi, amezoeleka kufahamika hivyo katika tamthilia ya Kombolela ile. Mdogo wake bwana Kobisi pale. Yeye akaandika hapa anasema mpaka kaondoka hajacheka. Aende angetuua huyu na pressure. Huyu ni Hamadi kupitia tamthilia ya Kombolela. Alikuwa kocha mzuri, ila alipaswa kuwa msaidizi na sio kocha mkuu. Wiseman ameandika hivyo. Ametoa maoni yake. Injo unasemaje? Ni kweli? Alikotoka kwa historia yake kwa kiasi kikubwa alikuwa ni kocha msaidizi, lakini hata kwenye kiti cha kocha mkuu hakuonekana kufanya vizuri. Na hakuaminiwa kwa kiasi kikubwa. Yes. Pengine Yanga walikuwa wanajaribu kuona kwa namna gani wanaweza kuwa na mtu ambaye anaweza kuwa na mlengo mpya na tofauti kidogo. Kijana mdogo, uwezo wa kufikiria kidogo na kuwa mkubwa, pengine kujaribu kukua naye kwamba ni timu kubwa, wachezaji wakubwa, lakini wanakuwa na kocha.
Waswahili huwa wanasema kuna mtu anakuwa na damu ya kunguni. Damu ya Lakini kunguni. huyu kocha unajua toka hata mechi ya Rayon Sports. Reaction ya mashabiki Hapo yani hapo ndio mechi yake ya kwanza. ile ambayo walicheza. Azizi alijifunga Azizi na mwili dakika ya kwanza tu. Ile watu wakaanza. Watu walianza. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba fisi akitaka kumla mwanae anaanza kusema wewe mtoto mwanae huyo. Wewe mtoto unalia kama mbuzi. Ile amtengenezea sababu ya kumla. Anatengenezea sababu. Kwa hiyo huyu alitengenezewa sababu. Uliona sababu zilikuwa zimesha. Sababu zilikuwa zinataka ile na Mbeya City ile. Ni Mungu tu alifanya abaki. Jitihada zile za Diarra za dakika za jioni. Kama shabiki mmoja ambaye ameandika hapa anasema Diarra ameiokoa sana. Kabombe huyo. Yes, okay. Sema nimependa hiyo aya ya pili. Uongozi wa Young Africans unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na tunamtakia kila laheri katika majukumu yake yanayofuata. Yaani unajua ukiachana mtu akakutakia kila laheri. Huyo mtu Hakuna lolote. Hakuna lolote. Maneno ya kufurahisha. Maneno ya kufurahisha tu. Kufurahisha genge wanasema. Au tumekariri tukusema hivyo kwamba tulicheza vizuri. Tujipanga tena kesho. Sawa. Sawa, tuende katika posti nyingine. Tuone na kwenyewe kuna habari gani. Sasa tunakwenda kwa Simba Sports ambao jana kiukweli walifanya jambo zito kabisa. Ahmed Ally ameamka asubuhi akasema ombi kwa vipindi vya michezo leo asubuhi, tunaomba mtuchambue sisi mwanzo mpaka mwisho. Msichanganye habari yetu na habari za timu nyingine. Yaani kwenye vipindi vya redio leo vya michezo asubuhi hii hiyo ni Simba. Hata sisi hapa viwanjani tungeichambua Simba kwa vipindi vya michezo leo asubuhi. Sasa si posti tumeona tayari tushachanganya. Mshachanganya tayari. Au kesho tutafanya hivyo basi. Kwa sababu kwa nini wengine wasistahili kupewa kuchambuliwa? Hayo ni maoni ya Ahmed. Wengine nao wana haki ya kuchambuliwa. Kuna mwingine hapa anasema hao waliochapwa watafutiwe siku yao maalum. Mwingine akasema hapana, kwa kweli acha tuanze na waliofungwa na wanyasa. Kwa hivyo ndo maana hata viwanjani hapo imechanganya kidogo na. Lazima mambo yaliyotokea kule. Lazima tuangalie vyote. Sawa, sasa kama kuna mtu alitazama mechi jana ya Simba Sports ikiwa ugenini dhidi ya Nsingizini Hotspur, mashabiki jana bwana walikuwa kama vile wanawaagiza wachezaji wao uwanjani. Simba wakati na magoli mawili, kuna mashabiki walikuwa wanasema tunataka la 3. Na kweli likapatikana la 3. Lakini bwana kumbe bwana wakati goli la kwanza lilitokana na kona ambao alifunga beki Nango ya Wilson. Sasa kumbe bwana huko kwenye majukwaa mashabiki walikuwa wanaimba pia. Kona goli. Kona goli. Hebu tusikie kidogo mashabiki walichukua naimba na kikatokea. Timu inafanya hivi, yani huku watu wanaimba afu kinatokea kinachotokea kinachofanyika. Washazoea hivi karibuni. Mipira mingi ya kona imezalisha sana magoli kwa Simba. Kwa hiyo ndio maana pengine wakiona tu mpira wa kona umetengwa basi wanaamini pengine ni shambulizi lao hatari zaidi kuliko kushambulia kawaida. Sawa. Arsenal ligi kuu. Arsenal ligi kuu. Arsenal ligi kuu ya NBC ni Simba. Arsenal ndio timu yenye wastani mkubwa. Kutumia kona kuzalisha magoli ya kutenga kuliko timu nyingine yoyote. Ndani ya England. Yaani ukiona kapata kona Arsenal. Andika kona goli. Sawa. Twende katika posti nyingine kwenye tuone kuna habari gani. Sasa ulikuwa hapa na wageni kutoka Mbeya City, ulikuwa na CEO lakini pia na msaidizi wake. Lakini kiukweli Mbeya City ni miongoni mwa klabu ambazo zina mashabiki tunaweza kusema loyal, mashabiki ambao wanakuwa na amsha sana jukwaani. Ni kama vile Mashujaa pia. Miongoni mwa mashabiki ambao wananogesha Mbeya City ni MC Mboneke huyu hapa. Hebu tuone kwanza hapa alichokuwa anacheza na hayo aliyokuwa anayafanya ambayo yanaonekana kwenye picha.
Unachezaje nje? Hiyo inaitwaje? Hiyo style ya kucheza inaitwaje? Kimboneke hiyo. Hiyo ya kucheza hiyo. Style yake Kimboneke. Si Mayele. asili yake ni nanili kule Makilikili. bondeni. Kusini. Na bondeni, hizo nyimbo za bondeni kuna maeneo huwa zinachezwa. Asili yake inaitwaje? Ni piano. Makilikili au? Sasa style ya hiyo kucheza hiyo. Piano hiyo. Sawa, ni mapiano sasa. Hiyo style ya kucheza. Nitamuuliza Mboneke, nitampigia tu. Sema kuna moja hiyo. Na hiyo ya kuweka macho kama unakufa. Macho. Hizo nje anazijua. Nje anazijua hata kitu kusema. Mimi namba ya Mboneke nayo. Ndio. Na ni mwangaliaji wa viwanjani. Hiyo ya kuweka Bwana Mboneke tuambie mapema kabla mufti hajaondoka hapa. Hiyo ni style yake. Macho kama unakufa. Hiyo inacheza hata vitoto vidogo sana ndio vinacheza. Yaani ukimwona kama anakata roho hivi. Sasa hivi anadondoka sasa hivi. Yes, hayo ni ya Mbeya City klabu ambayo kiukweli Papa Nation si ndio? Papa Nation. Na kiukweli imeingia na mguu mzuri, sio mbaya sana katika NBC Premier League. Wanaongoza ligi. Wanaongoza ligi alama 7 mechi 4. Alama 7. Alafu Simba Sports ndio anafuatia pale na alama 6. Yes. Yes, tena sasa jana tunafahamu ya kwamba kuna timu sio kuna timu kubwa. Ni timu kubwa zaidi. Timu kubwa duniani. Bwana mbona zambi ndogo hizo unazitafuta sasa duniani. Ligi ya United kwa England. Licha kuto kufanya vizuri kwa miaka 10 ya hapa karibuni. Yes. Lakini bado ligi yake iko juu kuliko timu nyingine yote ambayo unaijua. Yaani pamoja na kufanya vibaya bado imeonekana kuwa ndio timu ambayo inauza zaidi sana. Inafanya vizuri sokoni sana. Shida zake watu ndo wanazifurahia. Yaani kwa hiyo lazima utauza tu. Yaani Man U ni kama Mandonga. Kimpiga kama kupiga na mateso yake watu wanapiga tu. Okay, sawa. Kwa hivyo lakini wanasema ESPN wanasema kwamba pamoja na yote yaliyojiri weekend hii, kwa maana kwamba Arsenal walicheza juzi dhidi ya Fulham ikashinda goli 1-0. Ni bila au bila? Bila. Ulimi hauna mfupa. Lakini bado Arsenal wanasalia kuwa pale kileleni. Manchester, kwa hivyo nyinyi mmefika sisi tutakuja nyinyi sisi tutakuja nafasi ya 9 hapo mpaka nimejaribu kuangalia pale nafasi ya 5 nafasi ya 9 Arsenal Manchester United. Yaani sisi tutakuja mmepita point 6 mechi mbili ila mimi usinihusishe na hao bwana. Umeama hapana sijawahi kuwepo huko. Wewe Madrid inafahamika timu ya dunia. Kwa hivyo ndio hivyo bado Manchester United wanatakiwa kufanya kazi kubwa angalau kuna wenyewe kufika huko. Mna muda gani Manchester United hawajakaa hapa? Kuna kukaa ukaondolewa na wengine Manchester kakaa kileleni ila hajawahi kumaliza kileleni. Ila kukaa amekaa. Ni kama huyo alivyokaa. Na wewe atatolewa? Bwana naona huyo kuongoza sio tatizo. Lakini kumaliza sio shida. Sawa, tumalizia ya mwisho kabisa post ya mwisho. Jana kulikuwa kuna michezo mingi La Liga kule ilichezwa, lakini mchezo wa mwisho kabisa ulikuwa huu hapa wa Real Madrid na Madrid ikashinda dhidi ya Getafe. Ikashinda goli 1-0, lakini kikubwa ni kwamba mwamba huyu aliingia na kadi nyekundu akakutana nayo. Aliingia dakika 75. Yes, aliingia dakika 75 sekunde ya 75 sekunde ya 18, lakini 76 sekunde ya 10 akakutana na umeme. Vini yupo na mpira unatoka tu, jamaa akapeleka mguu, Vini akaanguka chini. Na refa akaona hii inastahili kadi nyekundu. Akamlima kadi nyekundu. Ala nyomo. Yes. Alikutana na hizo changamoto. Kuna jamaa wangu mmoja anafanaga sana biashara. Hasa akionaga mchezaji mwenye asili ya Afrika anacheza kwenye timu za wazungu. Wanasema huyu muda wote ananitolesha boko. Sasa angemuona mwamba wakati anaingia Alan. Lakini amemaliza tu dakika 2 hata hazijaisha ndo anatolewa. Au jamaa angelani sana. Lakini kuna comment hapa anasema mniamshe pale ambapo Real Madrid itashinda bila penalty au kadi nyekundu. Amesema amshwe. Mstue sawa. Zipo kwa hivyo watu wao wanajisahau tu kumwamsha, lakini kumbe mechi sema mwamba huyo. Dakika moja tu. Aenda nakoenda. Arudi ulikotoka.
Yes, hayo ndio ambayo tumeweza baini kutoka katika mitandao ya kijamii ama zilizobamba, na niwaambie tu mashabiki wa Simba lakini pia mashabiki wa mpira Tanzania, Simba imeanza safari kurejea Tanzania, lakini pia Yanga imeanza safari kurejea Tanzania. Nafikiri itaanza baadaye, lakini Simba wameshaanza tayari. Hawezi kuwapokea. Sasa hilo ndio la muhimu. Je, nani anatakiwa akapokewe? Au wote wakapokewe pale uwanjani? Yaani wewe mwandishi wa habari, hawezi kuwapokea airport? Tunaweza. Sisi tunawapokea tu, hamna shida. Kazi yetu ni kuwajuza watazamaji na wafuatiliaji wa mitandao ya kijamii kwamba kuhusiana na timu zao hizo. Sawa. Kwa hiyo na ziada ambalo unalo? Na? Wananchi unaonaje? Wananchi? Katika mechi ya mkondo wa pili. Kwamba watavuka ama sio? Jibu swali umeona. Ujue Frozi hayupo. Ujue kwa nini nimemuuliza kama anaweza akapokea? Alikakwepa. Na amekwepa yote. Amekwepa yote. Na kikawaida kwenye kwa mfano sisi kwetu kwenye mila yetu, vijana wanavyotoka jandoni, yana wameenda kufanywa tohara wakirudi. Wanafanya tohara kwanza eneo ambalo ni mbali, kwa hiyo watarudi. Kwa hiyo huko taarifa zitaanza kuenea kwamba bana Ali kalia wakati anafanya tohara kalia. Kwa hiyo wakati wa kuwapokea watu hao ni watu wawili tofauti. Yaani unaweza kukutana na baba yako kama hakujui hivi. Kwa nini umeniaibisha? Kwa nini umelia? Alafu yule mwingine akapokelewa kishujaa. Kwa hiyo nimekuuliza hauwezi kupokea. Hilo tutajibu siku nyingine. Lakini nikwambia tu Mangasole Edward. Ayubu nje tunatoka njia moja kule bonde la Kilombero sisi. Sasa bonde la Kilombero niliwahi kusema hapa kwamba maarufu kwa samaki aina ya kambale. Sasa kuna ndugu yangu si nyumbani, nikwambia tu Mangasole, nyumbani sisi tulikuwa tunakula sana kambale. Yaani kambale ni miongoni mwa mboga maarufu liko. Basi ndio maana Ayubu nje ni kama kambale. Sasa kuna ndugu yangu bwana, kuna ndugu yangu baada ya kwenda kujitegemea tu nyumbani kwake akapiga marufuku kambale.